Habari hii inatokea mkoani Arusha, wilayani Arumeru, na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Katika kuendeleza na kuonyesha mshikamano kwa jamii, taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya STEM yenye maskani yake Mbuguni, wilayani Arumeru, mkoani Arusha, imetoa msaada wa chakula kwa waathirika wa mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha tangu mwezi wa 3 mwaka huu. Msaada huo umetolewa kwa wananchi zaidi ya 300 walioathirika na mafuriko hayo yaliyosababisha uharibifu wa nyumba pamoja na mali mbalimbali katika maeneo kadhaa ya kata hiyo. Aidha, taasisi hiyo imeahidi kujenga upya baadhi ya nyumba zilizoharibiwa kabisa na mafuriko hayo pamoja na kukarabati nyumba zilizopata uharibifu mkubwa ili kusaidia familia zilizoathirika kurejea katika makazi salama. Kama hapa wanavyobainisha viongozi wa taasisi ya STEM wakieleza kuhusu dhamira yao ya kuendelea kusaidia wananchi walioathirika na maafa hayo. Asante. Kwa majina naitwa Frank Mela, ni Chief Operations Officer wa shirika la STEM, shirika lisilo la kiserikali lililoko kijiji cha Kikioleta, kata ya Mbuguni. Tunahudumia jamii inayotuzunguka inayohusisha vijiji 4 ikiwepo Mbuguni, Msitwambogo, Mikungani na Kikuletwa yenyewe. Kwa kweli tunashukuru kwa kupokelewa vizuri na jamii yetu. Shirika letu linatoa huduma mbalimbali zikiwepo za kusaidia jamii, na kwa kushirikiana na viongozi wa kijiji tulipata taarifa kwamba kuna mafuriko ambayo yameathiri kaya kadhaa, na tuliweza kutoa taarifa na kuwasiliana na viongozi wetu walioko Marekani, waanzilishi, na waliguswa kwa haraka. Waliweza kutoa mchango wa chakula, ambapo leo tumeweza kugawanya chakula hicho kwa vijiji 3. Bado tumebakiza kijiji kimoja cha Msitwambogo, lakini tutakigusa na chenyewe. Leo tumeweza kutoa chakula kwa waathirika wa mafuriko wapatao takriban watu 300 mpaka 350, na wananchi wamefurahia huduma hiyo, lakini bado tunaendelea kuwapigania. Tunajua kwamba wameathirika kwa njia mbalimbali, wengine wamepoteza makazi yao. Hivyo shirika bado linaendelea kufanya tathmini na tutaweza kuwasaidia. Wengine wataweza kujengewa nyumba, wengine zitarekebishwa kwa kadri itakavyowezekana. Kwa majina naitwa Dr. Yana Naichu Pangura. Mimi ni Mzimbabwe, lakini nimeishi hapa Tanzania kwa miaka 3 karibia. Na nawapenda sana wa Tanzania. Sasa hivi nafanya kazi kama mkurugenzi wa shirika la STEM ambao wamekuja hapa kugawa chakula kilichokuwa donated na wakuu wetu wa shirika America. Okay, so I promised the inhabitants of Mbuguni, that's Kikuletwa, Mikungani, Msitwambogo, Mbuguni, is that this is not the end, as it has not been the beginning, that we are with them, and as much as it's in our ability, we will help them. So the food given today was just a little bit of the relief that we were able to give on such short notice once our leaders heard. But there are other projects that we're doing. We heard a lot of people lost their housing, and our leaders in America are doing fundraising so that we can help people rebuild their homes. Kwa upande wake, diwani wa kata hiyo, viongozi wa eneo pamoja na wananchi waliopokea msaada huo wameshukuru taasisi hiyo ya STEM kwa msaada huo. Hawa ndugu zetu wamekuwa ni washirika wetu, wadau wetu, lakini ni ndugu zetu. Inapotokea changamoto kwenye kata yetu ya Mbuguni, huwa amekuwa ni mstari wa mbele kutushika mkono. Hata kwenye hili wakasema hatutakuwa nyuma. Na wenyewe pia waliathirika na yale maji, lakini walisema hapana, tutatafuta namna tuweze kuwagusa wananchi wetu. Daktari Dr. Steve Maya, ambaye ndiye kiongozi mkuu wa shirika la STEM, alitumia jitihada zake na nguvu zake na ushawishi pamoja na wadau wengine na wafanyakazi, wakapambana wakapata msaada kidogo ambayo leo tumeileta. Ni chakula kidogo tu, lakini hiki cha leo niwahakikishie ni mwanzo wa makubwa yanayokuja.
Maana yake tunapozungumza sasa hivi kuna wadau Marekani wanafunga container lilojaa chakula. Container maana yake ni nyumba karibia size ya ofisi ya mwenyekiti wa kijiji. Na itakuja kugawanywa hapa kwetu. Lakini zaidi kuna wale ambao wameathirika, nyumba zao zimechukuliwa kabisa na maji, ambaye pengine anaishi kwa ndugu au amejishikiza mahali au ndio nyumba tu ameweka fito cha msingi simame. Tunakwenda kupambana kuhakikisha kwamba ile nyumba inakwenda kusimama. Na hilo zoezi tutakwenda kulianza tarehe 30 mwezi wa 5. Kwa hiyo mkurugenzi, walioko mbele yako ni baadhi ya wananchi ambao walipata hadha hiyo ya mafuriko, na kama vile tulipowashirikisha pia kama serikali, tuliainisha pia mahitaji ya msingi ambayo yalikuwa ni mahitaji ya haraka, ikiwemo chakula, mavazi, lakini pia hata dawa tiba na mengine ambayo tuliona kwamba ni yana umuhimu kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ujio wenu leo ni kuendelea kuunga mkono serikali, sababu tunaamini mashirika haya ni mkono wa pili wa serikali. Furahi sana kuwa na nyie leo, na tunataka kuwashukuru sana wakuu wa STEM kwa kuwa na moyo ya kuwasaidia watu wa Mbuguni. Nataka kuwajulisha tu tunawapenda sana watu wa Mbuguni. Kwa sababu kwa jina naitwa Elmelek Jackson Kaya, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mikungani. Ukweli tulipata mafuriko ambayo si ya kawaida na watu walipata maumivu makubwa, kwa sababu kuku zimekwenda, wako mbuzi zimekwenda, na wengine wamekosa makazi kabisa. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji nilipata ripoti ile asubuhi ile na kuanza kutembelea watu. Lakini wa kwanza ni mvua za masika, zile za mwezi wa 3 zilivyoanza kunyesha tu, yani ndio hiyo zoruba iliyotokea mafuriko. Lakini ukweli watu hawana mahali pa kukaa, lakini shirika la STEM wameanza kuwatembelea kuanzia muda huo mpaka leo tena, na chakula wanaendelea kuleta. Mimi nishukuru sana kwa hichi nilichokiona leo. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Mikungani nafurahi sana kuona wananchi wangu wamepata huduma ya chakula na mavazi pia. Juzi nimeona tena wameletewa magodoro na mabrangeti. Majina naitwa Ana G na Nyaro. Mimi ni mwenyeji wa Mikungani, kitongoji cha Komolo. Tunamshukuru sana kwa kutufikia wahanga wa mafuriko na kuja kutusapoti kwa chochote kile. Yaani naambia mtu hata akipata kitu kidogo amshukuru Mungu, na pia ashukuru lile shirika, kwa sababu kulikuwa kuna kila sababu ya kupeleka sehemu zingine, ila shirika la STEM limekuwa muhimili mkubwa sana kwa wahanga wa mafuriko na pia kwenye kijiji cha Mikungani. Mungu awabariki mno. Kwa jina naitwa Dines Wilbard Kawiche. Kwa chakula hiki kitatuvusha kwa watu mmoja au nyingine, kwa wale tulioharibikiwa vyakula na wengine hata kipato pia kiliweza kupotea na yale maji. Kwa chakula hiki kitaweza kutusogeza kwa watu mmoja au nyingine. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware,
nyumbani pa mabati ya Alaf.